structure. Watoto wa kurandaranda mtaani mara nyingi wamepuuzwa na jamii, huku maisha yao yakisalia ya kuombaomba. Ni hali iliyomgusa Mama Florence Akinyi Onyango kuanza kuwashughulikia vijana wa kurandaranda katika mji wa Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu. Kwa sasa anawashughulikia takriban vijana 400, na mbali na kuwapeleka shule vijana hao, Mama Florence pia huwasaidia kulipa bima ya SHA na hata kuwapa ajira. Hebu tusikilize simulizi yake. Kwa majina mimi naitwa Florence. Jina yenye mejulikana hapa Eldoret ni Mama Dota. Mimi nauza samaki pale Isili. Nauzia wamama wenye wanakuja kukomboa. Halafu wanaanza kuuza my estate. Hapa Eldoret tuko na wale watoto wenye wanatembea kwa street. Saa ile ninaona kama wako kwa street vile wako pale Isili, wengine wanakuja na watoto wadogo wadogo. Ninaona uchungu kama mama. Niliona niwapee sanitary towel na niwapee pampers na chupi ile ya ndani. Kama nikienda pale penye wako, unapata mwingine ametumia nguo kiraka, mwingine amejipaka nayo, wale wengine hawana panti za ndani, so hizo vitu zinaanguka tu. Ndio maana niliona niwapelekee. Nawapelekea mpaka nguo ili wakae wasafi. Mpango yangu yenye niko nayo baadaye wanyama, ninaomba Mungu akinisaidia ili yao watoto wasisumbue wengine. Naomba Mungu anisaidie ninunue mahali pa hata nusu eka tuwaweke wakuje wajisaidie. Nayomisha Wakenya wote tokeni nje tusaidie hao watoto ili tuwajaribu kuwatoe kwa street. Nimeandika chokora 4 na wanafanya kazi kuliko wale wenye wametoka kwa manyumba zao. Wanafanya kazi kwa bidii na wachukui kitu yako kama unaleta upendo kwake. Kama saa hii tuko na watoto wenye tumewajaribu kuwatoa, wako children's home, wanasoma. Wale wengine pia wamefanya mtihani, wamejaribu sana. Wale wenye wanaweza kazi tuwapeleke hata kwa carpentry, hata tailoring. Mama Dota amekuwa msaada kwetu. Alipoanza kazi alianza 2013. Anye amekuwa akilisha mashefa, tulianzia kule kwake juu na amekuwa msaada kwetu. Na support Mama Dota kwa kunisimamia. Niko na mtoto na naona venye anafanya mambo yake. Hata mimi pia ni mshefa. Na nimewaweka watoto 100 kwa SHA. So naamisa wananchi wote tokeni nje tuwasaidie watoto. Wakae kama watoto wetu wenye wako kwa nyumba. Napiga asante sana kwa serikali kusema watu wachukue ID bila kulipa. Ninaomba chifu wote waache hao watoto wachukue ID ili itatupea kasi rahisi ya kulipia hao watoto SHA. Wako na uhuru ya kupiga kura penye wanataka. Ninaomba Wakenya msipushe hao watoto. Juu saa ile umepuza huyu mtoto atakuwa pickpocket, atakunyang'anya simu. Tupende hawa watoto vile tumependa yetu. Na sisi wamama inafaa tukae na utu sana kushinda watu yoyote. Juu sisi ndio tunaenda leo.